Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Wanapaswa kwenda hospitali. Chama ni mchezaji mzuri na kila mtu anajua kipaji chake. Wachezaji wamefanya kazi nzuri leo na Chama ni miongoni mwao, hivyo ninafurahia uwezo wake. Kuna mtu alikuwa na doubt na uwezo wa Chama kwani? No. Pengine ni swala tu la muda, lakini Chama ni yule yule. Na kitu kimoja ambacho watu wamekuwa wakijua kwa upande wa Chama ni kama vile Bernard Morrison ambaye alikuwepo Yanga pamoja na Simba, kwa maana Morrison hakupi namba nyingi wala hakupi magoli mengi zaidi kwa ligi ama kuzungumza kwa msimu zaidi, lakini kwa Chama imekuwa tofauti. Wakati kipindi cha kocha Miguel Gamond, baada ya kuwa anampa nafasi hapa na pale, tuliona Chama alikuwa na namba nzuri zaidi. Ukiangalia kwenye michuano yote alikuwa amehusika kwenye upande wa zaidi ya goli 10. Baada ya kuondoka Gamond kuja Siramovic, kwa kuna mabadiliko mengine, na hapa katikati tena alikuja akaumia, kitu ambacho kilimfanya akae nje zaidi hata majuma 3 mpaka 4. Kwa hiyo alikuwa anahitaji muda zaidi pamoja na nafasi kuhakikisha kwamba anapewa muda wa kutosha kwenye upande wa kosti ya Yanga. Na tumeona kwenye mechi 2 ambazo Chama amezicheza ametengeneza effect kubwa sana. Ukianzia mechi ya Azam, namna ambavyo alivyokuwa anaonekana kuwa bora, pasi zake, usahihi na utulivu ambao alikuwa nao. Lakini hata ukija kwenye upande wa mechi ya jana, watu wanaweza wakasema pengine weight ilikuwa ni ndogo zaidi ya opponent ambao alikuwa amekutana naye, lakini hapana, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao kwenye mechi kama hizi na bado tumeona wamekuwa na pressure na wameshindwa zaidi kuweza kufunga. Kwa hiyo bado unamuona ni Chama yule yule. Na tukumbuke pia Chama alisaini mkataba mwaka mmoja, na Engineer Hersi aliweza kuzungumza akasema kwamba wakati tunasaini mkataba na Chama tulimwambia tutampa mkataba wa mwaka mmoja. Of course ni nzuri kwa mchezaji, kwa sababu mtakapomhitaji tena kuweza kusaini mkataba mwingine inabidi mkae mezani mzungumze upya na mzigo ufanyaje uweze kutoka. Kwa hiyo kwa Chama inawezekana ikawa ni kamali nzuri ambayo kwa sasa amejaribu kuwa anaifanyaje amekuwa akitumia zaidi, na nafasi inawezekana akawa anapata, kwa sababu ukiangalia Pacome hayupo kwa sasa, si ndio? Option pekee iliyobaki ni kuwa wanaanza na Clatous Chota Chama, na mechi ambazo zimesalia kwa upande wa Yanga utaraji kwamba uione Yanga inaingia ikiwa kama timu ya pili. Obviously watamiliki mpira kwa asilimia kubwa, na pengine hizi mechi zote ambazo zimesalia ukianza kwenye upande wa ligi pamoja na upande wa kombe la FA, bado Chama atakuwa anapata nafasi ya kuanza kucheza. Kwa hiyo ni sehemu pia kupambania pia mkataba mpya ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia ni kuanza kutengeneza maswali kati ya upande wa mashabiki pamoja na uongozi kwamba abaki ama aweze kufanyaje, aweze kuondoka, kwa sababu ukichukua miezi 3 nyuma, nadhani hata mashabiki wengi wa Yanga ukiwauliza kuhusiana na Chama, wengi walikuwa wanapendekeza kama msimu ukiisha ni bora aweze kuondoka, watafute mchezaji mwingine kwenye hilo eneo, si ndio? Lakini kwa hicho ambacho amekuwa anakifanya, kila mmoja amekuwa anaanza kumzungumza Chama kwamba ni aina ya wachezaji ambao wanastahili kuweza kuondoka. Lakini hapo tetesi za Aziz Ki zimekuwa nyingi za yeye kuweza kuondoka. Ni riski sana kumtoa Aziz pamoja na Chama kwa wakati mmoja. Naona kuna possibility kubwa ambayo Young Africans wanaweza wakakaa na Chama kuhakikisha kwamba wanarefusha mkataba wake. Kutokana na age ambayo yuko nayo, hawatakuwa wanampa hata pengine mkataba wa miaka 3. Either watakuwa wanaenda naye mkataba wa mwaka mmoja, lakini pia kwa klabu inakuwa ni nzuri kwa sababu mchezaji anaweza asiperform, na kama mmempa mkataba wa mwaka mmoja, kwenu inaweza ikawa simple either kuvunja ama mkafanya subira msimu wake umalizike na yeye kuweza kuondoka, kwa sababu tumeona kuna madhara pia kwa hapa wachezaji mikataba mirefu. Kianza kumwangalia golikipa wa Azam Ali Ahmada, baada ya kupewa mkataba mrefu, na ilikuwa inawawia vigumu Azam kuweza kuvunja kutokana na pesa ambayo walikuwa wameandikishiana pale. Ukiangalia baada ya Simba kufungwa pia na Yanga, zilikuwepo story nyingi ambazo zilikuwa zinazungumzwa za wachezaji kuwa wameihujumu klabu. Mmoja hapo ya wachezaji ambao wanazungumzwa ni Aishi Salum Manula, lakini Simba wameshindwa kuvunja naye mkataba kwa sababu haina vipengele ambavyo vilikuwa wapi kwenye mkataba. Kwa hiyo wamemsubiri msimu uishe, na hisi baada ya hapo wanaweza wakawa wamefanyaje, wameachana naye. Kwa hiyo hicho anachokifanya Chama, yupo sehemu ya sokoni kuhakikisha kwamba anatengeneza
njia nzuri zaidi ya yeye kuweza kusaini mkataba na hiyo njia anaitengenezea Young Africans pekee. Yes. Sababu imagine Young Africans leo hii wanaachana na Clatous Chota Chama. Ipi itakuwa njia yake inayofuatia? Singida au? No. Simba nao anatajwa kuweza kumhitaji Chama. Yes. Hapa yani sasa hapa ni ujanja wa mawakala kuhakikisha kwamba mchezaji anaenda kwenda kupata dili nono. Na ukiangalia Chama unamuona pengine kwenye miaka 2 ama 3 kwenye ligi ya kiushindani. Yes, kwa sababu kipaji anacho. Yani hauwezi ukawa unamwangalia Chama alafu ukawa unamkompea na wachezaji wa kawaida. Umeelewa? Chama kawakuta wachezaji wangapi pale Yanga? Na kila mmoja alikuwa na doubt kwamba Chama hatocheza, lakini uwezo wake na kipaji ambacho alichokuwa nacho ndicho kinachomfanya kuonekana kuwepo hapo. Hivi kwa sasa hivi tunavyomuona Chama, ikitokea leo hii amerudi Simba Sports Club, ule ufalme aliokuwa nao Simba mpaka sasa hivi ataendelea kuwa nao? Heshima ambayo imetengenezwa kwa misimu zaidi ya 6 sidhani kama inaweza ikavunjika ndani ya msimu mmoja. Inahitaji chuki, roho mbaya na usugu wa moyo kutokurealize kile ambacho Chama amekifanyia ndani ya klabu ya Simba. I'm not talking about the past. Yani history tayari iko pale, si ndio? Na aliondoka pia Justa. Yani aliondoka akiwa mfalme. Sikatai. Yani sikatai. Mimi ninachosemea leo hii akirudi pale, ukiachana na past yake sijui nini, kwani Clatous Chota Chama aliondoka Simba akiwa mfalme, ameenda Young Africans ni mfalme? Yani hapana, sio mfalme kwa sababu hajaifanyia Yanga chochote. Yes. Lakini Simba bado Chama ni mfalme. Unajua kwa nini bado unajua kwa nini Chama wa Simba ni mfalme zaidi? Kwa sababu wonders zilizofanya kiwa Simba na Young Africans bado. Yani ukicompare bado. That's my point. Yes. Sasa leo hii mimi nazungumzia kwenye kikosi. Like leo hii Simba wanaingia kwenye game na Al Masry. Simba wanaingia kucheza nusu finali. Simba wanaenda kucheza labda finali kombe la shirikisho. Simba wanaenda kucheza labda finali shirikisho la hapa nyumbani. Still Simba bado inamhitaji Chama. Yani kitu unachotaka kufanya Justa, yani ni ngumu sana kuignore past ya Chama ndani ya Simba. Yani ni ngumu mno, na ukiangalia Simba this season kama umequote watu wengi wanaamini kwamba Simba inahitaji namba 10. Namba 10. So mwalimu. Hata mwalimu pia, yani kabla sijafika kwa mwalimu, watu wamesema Simba inahitaji namba 10 regardless ya kile ambacho anakifanya Jean Charles wa. Watu bado wamedai kwamba Simba inahitaji namba 10. Ukiachana na watu, kocha amesema inahitaji namba 10 ambaye ni very good. Na ukisema very good number 10s kwenye hapa Tanzania, huwezi kumwacha Clatous Chota Chama. Na jana amekuonesha hicho. Sasa inawezekana akaenda sasa hivi akarudi Chama ndani ya klabu ya Simba akawa mfalme, lakini sasa kwa span gani? Yani kwa muda gani? Kwa sababu huwezi ukaignore kwamba sasa hivi career ya Chama inaanza kuelekea down. Yani inaanza kuelekea down. So ile ambayo graph inaanza kupanda juu, age yake inazungumza miaka 33, obviously unategemea kwamba taratibu vitu vinaanza kudip kuelekea chini, lakini akienda instantly sasa hivi inawezekana akawa ni mkombozi kwa sababu ameshafanya hivyo mara nyingi. Leo hii hata ukiniambia wewe, hata wewe kwa swali lako tujepesi, Simba anacheza nusu finali ya shirikisho, kwenye namba 10 kuna gepu, yupo Jean Charles wa nje na Clatous Chota Chama, unaanza na nani? Regardless ya kwamba Chama hajapata muda Yanga na au ana zile namba, unaanza na nani kwenye namba 10 kwenye mechi gani? Nusu hii ya Stellenbosch wanacheza Zanzibar. Anza na Jean Charles au Mungope Mungu. Yaani hadi mnaanza na Jean unaangalia chini, aibu unaona wewe. Yaani akienda sasa hivi anawezekana akawa mfalme, lakini sio kwa kipindi kirefu kama ilivyokuepo hapo awali. Kwa sababu Simba imeshaonesha kwamba ina njaa kuwa na namba 10. Ukiachana tu na kwamba wana look elsewhere, sijui kuna yule Morris Sabla ambaye yupo pale ana train ambaye anaweza akacheza namba 10. Kuna tetesi za kwamba wanamtaka Faisal Salum Abdallah. Juma ametoka kuongeza tetesi hapo kwamba anamfikiria Clatous Chota Chama. Ina maana tayari washawaza kwamba hapa sisi ni eneo ambalo linahitaji enforcements, na kwenye hao enforcements there is nobody ambaye amefanya better kama Clatous Chota Chama kwenye ligi. Ukiachana na Simba tu peke yake, kwenye ligi
kwenye zile big moments Chama ameshine sana. Sasa alishafanya, unamhitaji sasa hivi kwa nini asifanye? Inawezekana akafanya, lakini sasa kwa kipindi gani? Inawezekana ikawa kipindi kifupi kuliko ambavyo alikuwa anafanya awali. Kwa